Ni maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Maadhimisho haya huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 mwezi Juni. Kwa mwaka huu 2026, maadhimisho haya kitaifa yamefanyika mkoani Dodoma. Mkoani Mwanza, Jumamosi Juni 6 mwaka 2026, wadau mbalimbali kupitia Jukwaa la Mazingira Tanzania wamekutana pamoja kuadhimisha siku ya mazingira duniani kwa kuwashirikisha watoto na vijana mabalozi wa mazingira. Tunajikita katika kufanya usafi kwenye vyanzo vya maji na tunapata umuhimu mmoja hapo. Kwa mfano, ukifanya pale usafi inasaidia sana kuepukana na mlipuko wa magonjwa. Tunachukua taka mfano makopo, tunayatakata, yanakuwa vikapu vya kubebea vitu mbalimbali au mifagio inayotumika kusafisha mazingira yetu. Kupitia maadhimisho haya, wadau wakatoa rai kwa kila mmoja katika jamii kuchukua hatua za kudhibiti uchafuzi wa mazingira, hasa taka ngumu ikiwemo plastiki. Takwimu zinaonyesha Tanzania peke yake kwa mwaka inazalisha taka milioni 12.1 mpaka milioni 17.4. 2050 taka hizo zitakuwa zimeongezeka, zitazalishwa kutoka tani milioni 30 mpaka tani milioni 60. Sasa kama kwa sasa hali iko hivyo, mgeni rasmi, nadhani kwa leo kupitia mamlaka ulio nayo utatoa maelekezo vinginevyo. Na mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya vitu ambavyo vinasumbua kwa sasa ni udhibiti mdogo wa taka ngumu, hususan taka za plastiki. Mkoa tunaendelea kuzielekeza halmashauri za mkoa wa Mwanza kupitia maafisa mazingira na maafisa misitu kuhakikisha kwamba wanaendelea na kampeni za upandaji wa miti katika maeneo yao, na serikali hata kupitia mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza amekuwa akitoa maelekezo ya mara kwa mara kuhakikisha kwamba halmashauri zinakuwa na kampeni za upandaji wa miti. Lakini pia masuala ya usafi, najua serikali pia inatekeleza kampeni ya usafi wa Jumamosi ya mwisho ya kila mwezi. Pamoja na kwamba tunajua usafi ni kila siku, lakini tunafanya hilo kama sehemu ya juhudi za kuhamasisha jamii kushiriki katika usafi. Kwa hiyo tunawakumbusha pia kuhakikisha kwamba hizi kampeni za usafi wa Jumamosi ya mwisho ya kila mwezi ziendelee kuzingatiwa kama sehemu ya kuhamasisha jamii kufanya usafi, lakini pia kuhifadhi mazingira. Wakati wote ukitumia bidhaa zetu ukiwa mahali popote, unachotakiwa kufanya, ile packet ya biskuti utakayokula, kile kikopo cha ice cream utakayokula, yale maji utakayokunywa, ile soda utakayokunywa, juisi utakayokunywa ya Jambo, ile packet ama ile kopo ukishatumia tu likamalizika, nenda kwenye dustbin ya shule au ya nyumbani, kahifadhi au kaweke, kwa sababu kuna watu maalum ambao wanapita kuweza kukusanya makopo hayo ili tuweze kutunza mazingira, kwa sababu yakitupwa hovyo tunakuwa tunachafua mazingira. Maadhimisho haya yameambatana na kauli mbiu isemayo Dira 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania. Ninaitwa Glory Mlaki, ni mratibu wa Jukwaa la Wadau wa Mazingira Tanzania, lakini naratibu kwa kanda ya Ziwa kwa sasa. Jukwaa letu lilianza rasmi mwaka jana wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni, na tulikuwa ni jumla ya mashirika na vikundi CBO nikimaanisha 14, lakini tumeendelea kukua, tumeendelea kuungwa mkono, na kwa sasa tuko jumla ya mashirika 38 tukiwa katika wilaya za Ilemela, Nyamagana, Mwanza, Buchosa, lakini pia kule Musoma, Mara, tuna wenzetu kutoka Dar es Salaam, Kilwa, Kigoma na Geita. Utaona tunao watoto ambao ni marafiki wa mazingira, tunao vijana, lakini tunao pia mashirika ambayo yanaongozwa na vijana. Na lengo letu kubwa ni tunatambua kwamba ifikapo katika kutekeleza dira ya mwaka 2050 na kuikijanisha Tanzania, tunaona watoto hawa na vijana hawa ndio watakuwa viongozi, lakini pia ndio watakuwa watendaji wa wakati ule katika nyadhifa mbalimbali. Kwa hiyo tunaposema kuikijanisha ni lazima wawe katika mchakato mzima wa kuikijanisha, waelewe, waje wawe viongozi wa wajibikaji. Kwa hiyo leo tumekuja kipekee kabisa na watoto moja wamepita katika maandamano, mmeona. Hii ilikuwa ni njia ya kutoa hamasa kwa jamii kwamba na sisi watoto hatujaachwa nyuma, tuko katika harakati hizi za utunzaji wa mazingira.
Kwa hiyo tunawafundisha watoto wadogo kuanzia miaka 4 hadi 12, tukiamini kwamba wakikuwa wanayo elimu ya mazingira ni rahisi, kwanza wenyewe ndio viongozi wajao. Kwa hiyo ni rahisi kwao kufanya mabadiliko katika mazingira, na tunajaribu kuyatunza mazingira leo ili yawe na faida kwa kizazi kijacho. Hii ni BMG Online TV. Mimi ni George Binagi.